Usifanye hivyo Doreen. Basi tusahau yote yaliyopita. Ila usiku wa leo nakuhitaji sana Doreen. Hapa unavyoniona mwili wangu kama mpigwa ganzi Doreen. Naomba nielewe mke wangu. Kai, unataka kufanya nini? Unataka kunibaka, si ndio? Aya basi fanya unachotaka kukifanya. Fanya. Hapana Doreen, sijamaanisha hivyo baby. Basi kama upo tayari nikukumbatie Doreen. Nafsi yangu Mke wangu, hakuna haja ya kulia. Kwani kuna kosa mimi kudai haki yangu ya msingi? Naomba usinifanyie hivyo Doreen. Nakuhitaji sana usiku wa leo. Ni kiufupi mwili wangu umepatwa na ganzi mno. Na wewe ndo tabibu pekee wa kunitibu tatizo hilo. Usilie baby. Hello, wafanyakazi wa Kai. Wewe umenijua vipi kama mimi mfanyakazi wake Kai? Kuhusu kujua wewe, Kai ni mfanyakazi mwenzangu, nifanya naye kazi kwa muda mrefu sana. Na akaniambia vitu vingi kuhusu wewe. Na kwa jinsi alivyoniambia, yes, kweli hakika wewe ni mzuri sana. Na haufanani kuwa mfanyakazi wa ndani. Mimi ni mtu ambaye nimefanikiwa sana kwenye maisha. Na kwa mfano nikibahatika kukupata msichana mzuri kama wewe mwenye akili. Na nini maana yako haswa kunipa hofa kama hii? Ni kama nilivyokuambia, mimi sijabahatika tu kupata mwanamke. Na kwa mfano nikikupata msichana kama wewe, nitakubadilishia maisha yako. Na kuhusu Kai, nishaongea naye, usijali kuhusu Kai. Na pia nyumbani naishi na familia. Unaweza tukaongozana kaenda tukaanzisha ukurasa mpya kwenda kuiona familia yangu. Lakini sasa nilikuwa naelekea sokoni. Sijajua itakuwaje. Kuhusu sokoni usijali. Nitakulipa fidia ya muda ambao nimekupotezea. Na pia kuhusu vitu vya sokoni nitagharamikia mimi mwenyewe na nitakuwekea 1 million kwenye akaunti yako ya simu. Yeah. Yaani milioni 1 kwa ajili yangu? Hivyo ni vitu vidogo sana kwangu. Na usichoelewa wewe, mtaani hapa kuna wanawake wengi sana. Lakini moyo wangu na macho yangu yamekuona wewe hapo. Najiona mwanaume mwenye bahati sana nikikupata wewe. Tafadhali kubali ombi langu. Na endapo ukinikubalia ombi langu, na kuahidi nitakubadilishia maisha yako. Ufanani kuwa mfanyakazi wa ndani kwa jinsi ulivyokuwa mlimbwende. Na ulishawahi kumiliki macho matatu? Hapana, sijawahi. Okay, basi hiyo mimi nitakununulia.
na pia nitabadilisha maisha yako yote mpaka familia yenu. Please. Tafadhali. Karibu sana mzee wangu. Asante. Nimekuita hapa kuhusiana na ule mpango wetu. Ina 98% tunaenda kukamilisha, lakini nataka kujua kitu kimoja. Baada ya kumpata yule binti, nitatumia njia gani wa kuupata ule mkufu? Unaanza kuleta michongo ya tamaa, si ndio? Nilikwambia kuwa karibu na yule binti, anzisha mahusiano naye, afu hatua nyingine zitafuata. Ule mkufu kwa nguvu ulizokuwa nazo peke yako huwezi kupata ule mkufu, lazima tushirikiane, sawa? Kuhusiana na swala la kuanzisha mahusiano, hilo sio muhimu. Muhimu kuupata huo mkufu. Kwa hiyo nitatumia mimi njia zangu ambazo nazijua mimi ili ule mkufu ukamilike. Na pia unasemaje mimi siwezi kuupata huo mkufu peke yangu, wakati mwanzo ulisema mimi ndo nina nguvu ya kupata ule mkufu? Abi, naomba nisikilize. Niliriziki maisha yangu kwa ajili ya huo mkufu. Nilidiriki hata kupoteza watu kwa sababu ya huo mkufu. Ulifikiri nitakuachia kiurahisi tu huo mkufu uende kuchukua peke yako? Hayo ni maisha yetu sisi sote, wewe na mimi. Lazima tushirikiane katika hilo. Kwa hiyo mzee wangu, imefikia hatua sasa ya mimi kutokuniamini, si ndio? Kulikuwa na maana gani ya kunipa hiyo issue? Basi nenda kafanye mwenyewe. Mimi nakuamini na ndio maana nilikupa kazi hiyo. Lakini nyinyi vijana ambao mnajiita 45 ni lazima mimi niwe na bega kwa bega, siwezi kukupa nafasi hiyo ya kwenda kuchukua wewe mkufu peke yako. Lazima tuwe wote na tunajua tunafanyaje. Na umefikia hii hatua, nilikuwa nataka mrejesho kutoka kwako, sio hayo malumbano. Niambie umefikia wapi na nini kifanyike. Halo. Bana, ile kazi yako tena tushaimaliza. Ile binti tena tushamteka. Safi sana. Hiyo ni hatua nzuri. Sasa subiria, nitakurudia hivi soon. Sasa bosi, unamweka wapi yule msichana? Basi mnaweza kumleta hapa nyumbani kwangu, lakini hakikisheni hakuna mtu ambaye anawaona. Na cha pili, sihitaji huyo binti hajue ni wapi anakwenda. Au tumpe usingizi? Good idea. Mnaweza mkafanya hivyo. Basi sawa bosi, limeisha hilo. Yule binti amepatikana. Oh, ni vizuri. Huyu binti sie
na mkufu tunaotafuta sio. Lakini picha tuliotumia si ndo ya huyu binti? Inakuwaje binti sie? Wewe upo sahihi, lakini huyu mzee ndo ananichanganya. Hapana, kivipi sasa? Wewe unashindwa kunielewa. Tulitilafiana lugha. Shemeji, naomba unisikilize kwa makini na uweze kujibu maswali nitakayokuuliza. Katika ile nyumba ambayo mnaishi, wafanyakazi ni wangapi? msiniue. Sijafanya kosa lolote. Naomba uniambie ukweli. Katika ile nyumba mnayoishi wafanyakazi ni wangapi? Wafanyakazi nipo mmoja ambaye ni mimi, amna mtu mwingine. Narudia tena. Katika ile nyumba mnayoishi wafanyakazi mpo wangapi? Naambia ukweli. Ni mimi, amna mtu mwingine. Ila yupo binti mwingine, ila sio mimi. Anaitwa nani huyo binti? Anaitwa nani? Mimi mwenyewe simjui ni nani. Maana mwenyewe hajijui. Kwa hajawahi kutuambia jina lake anaitwa nani. Chunde, Koshi, nadhani mnajua nini cha kufanya. Mnaweza kuondoka naye. Yaani Abi, naomba unisaidie. Sina mtu mwingine kunisaidia zaidi yako. Naomba unisaidie katika hili. Mimi nipo tayari kukusaidia. Lakini kuna maswali yangu yanahitaji majibu kutoka kwako. Ukinijibu pasavyo, na mimi nitakusaidia ombi lako. Nahitaji kujua humu ndani unaishi na mabinti wangapi? Humu ndani mimi naishi na mabinti wawili. Mmoja ni binti wangu wa kazi na mwingine ni huyu binti ambaye alioletwa na mume wangu, ambaye hata yeye mwenyewe hajijui ni nani. Huyo binti yako wa kazi yupo wapi kwa sasa? Nimemtuma muda mrefu. Kila nikimpigia simu yake haipatikani. Yaani hadi nachanganyikiwa. Kweli yule mwanamke si tulemkusudia. Yule ni house girl tu. Yule tunayemtaka yupo humu ndani. Na vipi kuhusu binti mwingine ambaye unasema amesaidia na mume wako? Naweza kumuona kwa sasa hivi? Yaani huyo ndo kabisa. Sijui muda anaotoka wala anaoingia humu ndani.
Yaani huwezi amini Abi, huyu binti simuelewi. Yaani ana mambo ya ajabu. Mnaweza kupafahamu anapoishi au jina lake ni nani? Na ameshaweza labda kuambia background yake, yeye ni nani, ametokea wapi, familia yake? Yaani huwezi kuamini Abi, huyu binti hata tukimuuliza, cha ajabu ni kwamba hajijui yeye mwenyewe ni nani. Yaani simuelewi. Amekuwa na mambo ya ajabu ajabu hadi nahisi ni mchawi huyu mtoto. Ndio maana mimi nakwambia Abi, uongee na rafiki yako amfukuze huyu binti humu ndani. Mimi na yeye tumeongea, tumekubaliana kwamba atamfukuza. Lakini wewe ukimwambia itakuwa imetia uzito. Hapana, huyo binti hapaswi kufukuzwa humu ndani. Kuna jambo kidogo nahitaji nikwambie, lakini lina uzito sana. Nahitaji kifua chako. Huyo binti ambaye unamsemea ni binti mfu. Ni mfu ali hai. Mfu? Kivipi? Yaani namaanisha ni mtu ambaye alishakufa na amerudi tena bado anaishi. Mrembo, naanza na mimi, sio? Wewe, tulia mzee. Wewe vipi babu? Wewe utamchoka tamaa mzee. Wewe, mchongo nimekupa mimi. Mimi ndo naanza. Unataka kuanza wewe au sio? Wewe, kausha. Wewe, tunakubaka, tunakupiga na tunakuua. Yaani wewe kosa lako wewe kutuona sisi kujua si wakina nani. Utaenda kutuharibia huko mtaani sivi zetu. Basi tulia. Kama ulivyoambiwa, tunakubaka na tunakuua. Tunapoteza kabisa ushahidi. Wewe utakiwa kuishi. Wewe tulia babu. Sasa naanza kukuelewa Abi, kwa sababu huwezi amini, yule binti kabla ujauzito wangu hujatoka alinifuata akaniambia kuna zawadi utapewa. Akaja rafiki yangu akaniletea zawadi ya mkufu. Nilivyovalisha ule mkufu tumbo likaanza kuniuma. Alivyokuja yeye akatoa ule mkufu akauvuta, hapo tumbo langu likapoa na ujauzito wangu ukaanza kutoka. Lakini cha kushangaza, ule mkufu ambao alisema yeye ni wa uchawi, sasa hivi anauvaa yeye. Siwezi Abi, kwa kweli naogopa sana. Nawezaje kukaa ndani na mtu ambaye amefariki? Siwezi kwa kweli. Hapo hapo kwenye mkufu
Mkufu ndo pointi kubwa ambayo imenileta humu ndani. Yaani huo mkufu ni umetabiriwa enzi na enzi za mababu, na huyo binti pia ni mtu ambaye alitabirika kuwa hatakufa na atarudi pia kuwa hai. Mkufu, tunatakiwa tufanye kila liwezalo ili uwe katika mikono yetu. Tukiupata mkufu, yani tutafanya chochote ambacho sisi tunakitaka. Tutaweza kwenda benki, tukaingia, tukaiba pesa, na mtu yoyote ule asituone. Na ndio maana nimekwambia yule binti haruhusiwi kabisa kuondoka. Unatakiwa kumpetipeti, kumuonyesha upendo, ili mradi tu mkufu uwe katika mikono yetu. Mkufu ukiwa katika hatimiliki yetu, yani tutakuwa matajiri, tutakuwa na pesa nyingi, yani tutafanya chochote ambacho sisi tunataka, tutakula bata na kutosha. Yani dunia yote tutakuwa tumeweka kiganjani mwetu. Yani we mpuuzi, mazuri yote ambayo unafanya kwako, lakini hujawahi kuniona bora.